Wapendwa ndugu zetu mlioandamana pamoja nasi, tambue kuwepo wachungaji mbalimbali, waimbaji, ndugu kutoka sehemu mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kwa heshima nisome mbele yenu wasifu wa wapendwa wetu waliolala hapo. Bwana Yesu, naomba unipe nguvu. Nitaanza na Francis Elinema Kagi. Alizaliwa tarehe 2 Januari mwaka 1968 akiwa ni mtoto wa pili kwenye familia ya watoto 10 wa marehemu mzee Elinema Hasani Kagi. Alibatizwa katika kanisa la Kiinjili la Kiluteri Dayosisi ya Kaskazini Mashariki huko Lushoto, mkoa wa Tanga, na aliendelea kukua katika malezi ya imani na maadili mema. Alisoma shule ya msingi katika shule ya msingi Umoja, wanaofahamu maeneo ya pale Mabibo iko pale, kuanzia mwaka 1976 hadi mwaka 1982. Baada ya hapo aliendelea na masomo ya sekondari katika shule ya sekondari ya Forodhani na kuhitimu kidato cha 4 kuanzia mwaka 1983 hadi mwaka 1986. Kwa elimu ya juu ya sekondari, Francis alisoma katika shule sekondari ya Mazengo iliyoko huko Dodoma kuanzia mwaka 1987 hadi mwaka 1989 na kuhitimu kidato cha 6. Mwaka 1991 hadi mwaka 1994 Francis aliendelea na masomo ya chuo kikuu katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambako alihitimu shahada ya sayansi katika masomo ya hisabati na takwimu, na baadaye alijiendeleza kielimu kwa ngazi ya elimu shahada ya uzamili, ambayo alihitimu shahada ya Master of Science in Finance katika chuo kikuu cha Strathclyde kilichopo Uingereza kati ya mwaka 2003 hadi mwaka 2005. Kazi. Francis alifanya kazi katika taasisi mbalimbali, lakini hatimaye aliajiriwa na shirika la ugavi wa umeme Tanzania TANESCO kama afisa mkuu wa TEHAMA, kazi ambayo aliendelea kuifanya hadi alipotwaliwa na Bwana. Familia. Mnamo mwaka 2002 Francis alifunga ndoa na Bi Sofia Makange. Ndoa hii ilifungwa katika kanisa la Kiinjili la Kiluteri usharika wa Bagamoyo, na ndoa hii ilibarikiwa watoto 4 ambao ni Jenny Mary Francis Kagi, Maria Francis Kagi, Michelle Francis Kagi na Joshua Francis Kagi. Marehemu ameacha mke kipenzi chake Sofia na mtoto wa kike Michelle, ikiwa kama alama ya urithi na upendo wake. Hitimisho. Tutamkumbuka na kumwenzi Francis kwa mambo mengi, ikiwemo hekima, unyenyekevu, mchango wake mkubwa katika taaluma na kazi, pamoja na huduma mbalimbali alizofanya kwenye jamii na katika kanisa, lakini pia kwa uongozi wake mzuri kwenye familia yake. Bwana Mungu ametoa na Bwana Mungu ametwaa, jina lake lihimidiwe. Naomba nisome wasifu wa Elinema Hamisi Kagi. Elinema alizaliwa tarehe 16 mwezi wa 12 mwaka 1990 na alikuwa mtoto wa pili kati ya watoto wawili wa mzee Hamisi Kagi.
Katika maisha ya kiroho alibatizwa katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Dayosisi ya Kaskazini Mashariki huko Lushoto mkoani Tanga, na akalelewa katika imani ya Kikristo. Elimu. Elinema alisoma shule ya msingi Mikocheni kuanzia mwaka 1997 hadi mwaka 2003. Baada hapo aliendelea na masomo ya sekondari katika shule ya sekondari ya Makamba ambapo alisoma kidato cha kwanza hadi kidato cha 4 na kuhitimu mwaka 2007. Elimu ya juu alisoma katika shule ya sekondari ya Mbezi High School kuanzia mwaka 2008 hadi 2010 ambapo alihitimu kidato cha 6. Kuanzia mwaka 2011 Elinema aliendelea na masomo katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi ya Mtakatifu Gaspar, na akajikita katika taaluma ya uhasibu na alifanikiwa kuhitimu shahada ya uhasibu mnamo mwaka 2013. Kazi. Baada ya masomo yake, marehemu Elinema alipata nafasi ya ajira katika shirika la ugavi wa umeme Tanzania TANESCO, ofisi ya makao makuu, ambapo alihudumu kama mhasibu. Katika kazi yake alijulikana kwa uadilifu, bidii, kujituma na moyo wake na wote katika kutekeleza majukumu yake. Hitimisho. Elinema Hamis Kagi tutamkumbuka sana kwa namna ambavyo alikuwa kijana mnyenyekevu, mwenye heshima, bidii na moyo wa kujitolea. Ndugu zangu wa mtaa wa Mikocheni, nyinyi ni mashahidi wa hili, na kujituma kwa moyo wote katika kutekeleza majukumu yake. Hitimisho. Tutamkumbuka sana kwa unyenyekevu wake. Bwana Mungu ametoa, Bwana Mungu ametoa, jina lake lihimidiwe. Naomba nisome wasifu wa Jeni Mary Francis Kagi. Jeni Mary Francis Kagi alizaliwa tarehe 9 Julai mwaka 2001 na alikuwa mtoto wa kwanza katika familia ya watoto 4 wa marehemu Francis Kagi, na alikuwa msichana mwenye maadili, heshima na upendo mkubwa kwa familia na jamii iliyomzunguka. Katika maisha ya imani alibatizwa katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Usharika wa Bagamoyo, na hapo akaanza rasmi safari yake ya Kikristo. Kielimu alianza shule ya msingi ya Sunrise kuanzia mwaka 2007 hadi 2013. Akionyesha bidii na juhudi kubwa katika masomo, aliendelea na masomo ya sekondari katika shule ya Marian Girls iliyoko Bagamoyo kuanzia mwaka 2014 hadi mwaka 2017 na kuhitimu kidato cha 4 kwa mafanikio. Aliendelea na elimu ya juu katika shule ya sekondari ya Marian hiyo Marian iliyoko Bagamoyo na kuhitimu kidato cha 6 mnamo mwaka 2020. Alihitimu akiwa na matumaini makubwa ya kuendelea na maisha. Mnamo mwaka 2021 Jeni alijiunga na chuo cha IFM, Institute of Finance Management, kwa ajili ya masomo ya juu, na mnamo mwaka 2024 Jeni Mary alifanikiwa kuhitimu shahada yake ya kwanza katika fani za uhasibu katika chuo hicho. Baada ya kuhitimu alifanikiwa kupata ajira serikalini kama afisa biashara na viwanda katika halmashauri ya wilaya Igunga mkoani Tabora, ambapo alitumikia kwa uaminifu, bidii na moyo wa kujitolea katika kuendeleza jamii. Marehemu Jeni Mary atakumbukwa daima kwa upendo, hekima, bidii na utu wake wa kipekee. Ingawa ametutoka mapema, mchango wake katika familia, jamii na taifa utabaki kuwa kumbukumbu
isiyofutika. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Naomba nilete kwenu wasifu wa marehemu Maria Francis Kagi. Maria Francis Kagi alizaliwa tarehe 11 mwezi Juni mwaka 2005 akiwa mtoto mwenye upendo na faraja kubwa kwa familia yake. Alikuwa katika malezi ya heshima, imani na maadili mema, akiwa mtoto wa pili katika familia ya Francis na Sofia kati ya watoto wanne. Katika imani, Mary alibatizwa katika kanisa la Kiinjili la Kiluteri usharika Kijitonyama, mtaa wa Mikocheni A, na aliishi maisha ya kumcha Mungu na kumtegemea katika mambo yote. Elimu yake, Maria alianza masomo ya msingi katika shule ya msingi ya Sunrise kuanzia mwaka 2013 hadi mwaka 2018, ambapo alijengea misingi thabiti ya taaluma. Baada ya hapo aliendelea na elimu ya sekondari katika shule ya Bright Future kuanzia mwaka 2019 hadi mwaka 2022 na akahitimu kidato cha 4 kwa mafanikio makubwa. Aidha, aliendelea na masomo ya sekondari ya juu katika shule ya sekondari ya Kanosa kuanzia mwaka 2023 hadi 2025, ambapo alihitimu kidato cha 6. Tutamkumbuka Maria daima kwa upendo wake, bidii katika masomo, heshima kwa watu wote na moyo wake wa huruma, ingawa safari yake imeishia kidato cha 6. Bwana Mungu ametoa, Bwana Mungu ametwaa, jina lake lihimidiwe. Na mwisho, baba mchungaji, naomba nisome wasifu wa mtoto Joshua Francis Kagi. Joshua alizaliwa tarehe 12 mwezi Septemba mwaka 2018 akiwa mtoto mwenye furaha, upendo na tabasamu la kipekee, na akiwa aliwafariji na kuwajengea wazazi wake kwani alikuwa mtoto pekee wa kiume katika familia ya watoto wanne. Aidha, Joshua alibatizwa katika kanisa la Kiinjili la Kiluteri usharika wa Kijitonyama, mtaa wa Mikocheni A, hivyo kabidhiwa kwa Bwana Yesu kama miongoni mwa wateule wake. Alipofikisha umri wa miaka 5, Joshua alianza masomo ya awali katika shule ya awali ya Brookhouse International Sunrise School, ambapo alionyesha ari ya kujifunza kwa upendo kwa wenzake na heshima kwa walimu wake. Ingawa safari yake hapa duniani imekatika ghafla akiwa na umri mdogo wa miaka 7, Joshua ametuachia kumbukumbu ya upendo, unyenyekevu na furaha isiyopimika. Tutamkumbuka daima mtoto na daima atakumbukwa na wazazi wake, ndugu, jamaa na marafiki wote waliopata nafasi ya kumfahamu. Bwana alitoa, Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Baba mchungaji, na kushukuru kwa nafasi hii.